وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكيا صلى الله عليه وسلم tumewetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwanza nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Amamana fihi yawmun adhim. Ndugu zangu katika imani, mbele yetu kuna siku adhim, siku tukufu mno. Siku hii Allah tabaraka wa taala anasema la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ambayo haitosaidia mali na wala hawatosaidia watoto isipokuwa yule ambaye amekutana na Allah tabaraka wa taala akiwa moyo wake umesalimika kila aina ya machafu, na uchafu mkubwa ni shirki billahi tabaraka wa taala. Siku hii adhim, Allah tabaraka wa taala ameielezea kwa upana sana katika maneno yake matukufu, na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameielezea kwa upana. Allah tabaraka wa taala anatuonya na adhabu ya siku hiyo ya kiyama. فأنذرتكم نارا تلظى. Siku hiyo ya kiyama kutakuwa kuna makundi mawili, ahlul yamin wa ahlul shimal, watu wa kuliani, watu wa kheri, na watu wa kushotoni, watu waovu. Na siku hii kuna baadhi ya watu wanaikanusha kabisa ya kuwa haitotokea siku hiyo ya kiyama. Wanaona jambo zito kufufuliwa baada ya kufa na kulipwa zile amali ambazo tulizozifanya hapa duniani. Wanaona jambo zito mno mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah akasema ni jambo yasiri kwake yeye, ni jambo jepesi sana. Na kuna baadhi ya watu wanaona kiyama kipo mbali sana. Allah tabaraka wa taala anasema innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Wanakiona kiyama kipo mbali sana. Allah anasema sisi tunakiona kipo karibu. Makundi haya Allah tabaraka wa taala anaelezea kundi hili ambalo waliishi katika mazingira haya ya dunia kumwasi Allah tabaraka wa taala. Siku hiyo wataambiwa hawa watu waovu, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun, nendeni kuiendea adhabu ambayo mlikuwa mnaikanusha hapa duniani. Watakapopelekwa kutokana na adhabu kali ya moto wa jahannam, kutokana na joto kali la moto wa jahannam, wataomba msaada wa istidhlal,
watataka kivuli wajikinge na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Wataambiwa fantaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab, nendeni katika kivuli kinachotokana na moshi wa moto wa jahannam. Nendeni mkajifiche au mkajikinge huko na joto. Allah tabaraka wa taala anaelezea watakapoenda, la dhalilin wala yughni min al-lahab, hakuna kivuli kitakachowastarehesha kuwaepusha na joto la moto wa jahannam, na wala hakuna kivuli kitakachowaondosha na lile joto la miale ya moto wa jahannam. La dhalilin. Kwa nini? Allah tabaraka wa taala tayari alishawaonya hapa duniani kutokana na adhabu hii kali ya moto wa jahannam siku hiyo adhimu. Allah tabaraka wa taala akawaita waja wake kwa sifa ya imani, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na mziokoe nafsi ya familia zenu na moto wa jahannam, moto ambao Allah tabaraka wa taala amsema fa anzartukum naran taladha, na kuonyeni na moto mkali unaowaka. Allah akasema tuziokoe nafsi zetu na tuziokoe nafsi ya familia zetu na moto wa jahannam bi'amali salihah, kwa kutenda matendo ya khairati, matendo mema, na kujiepusha na mambo maovu. Na jambo kubwa la khairati, jambo la kwanza al-imanu billah, kumwamini Allah tabaraka wa taala. Na jambo kubwa katika uovu kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Tunatakiwa tujiepushe na tuiepushe hii nafsi yetu na moto wa jahannam, na tuiepushe familia yetu na moto wa jahannam, kwani ni hasara kubwa pindi wewe mwanadamu umeishi hapa duniani, umefanya yale uliyoyafanya, kisha unaenda kukutana na Mola wako siku ya Kiyama, unaambiwa ingia katika moto wa jahannam, na umeipatia nafsi yako hasara kubwa, kisha umesababisha familia yako maafa, hasara kubwa, kuingia ndani ya moto wa jahannam. Kwanza nafsi yako imepata hasara kwa sababu yako, na familia yako imepata hasara kwa sababu yako. Hakuna hasara iliyokuwa kubwa kuipita hii. Na Allah tabaraka wa taala amesema, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusranul mubin. Anasema Allah tabaraka wa taala kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, sema Muhammad, innal khasirin, hakika ya wale waliopata hasara, alladhina khasiru anfusahum, wale waliozipa hasara nafsi zao, wa ahalihim, na wale waliowapa hasara au waliozipa hasara familia zao, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Familia inaingia motoni kwa sababu yako wewe. Ndugu yangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na ziokoeni nafsi ya familia zenu na moto wa jahannam. La shaka kiyama kipo, lipo siku Allah tabaraka wa taala pale ambapo atakapotaka tutakuja kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, tutakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na tutakuja kulipwa ile amali tuliyoifanya katika dunia hii. Kama khairi, Allah tabaraka wa taala atakuja kutulipa khairi. Kama shari, Allah tabaraka wa taala atakuja kutulipa shari. Aljazaa'u min jinsi al-amal. Sisi rijal, wanaume, ndio tunaomiliki familia, tuna wake na tuna watoto
na kuna jamaa wanaishi tahta riayatina, chini ya usimamizi wetu. Hizi familia zilizokuwa chini ya familia zetu tutakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tutaziokoa vipi na moto wa jahannam? Kuwaelekeza maelekezo yaliyokuwa mema aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuwafundisha dini, fundishe mkeo dini, ifundishe familia yako, watoto zako wafundishe dini. Usiwatelekeze au usiitelekeze familia yako. Hebu iangalie nafsi yako wakati upo hapa msikitini unaswali. Hebu fikiria ya kuwa, je, ahali yangu, mke wangu huko nyumbani anaswali? Au watoto zangu huko nyumbani au mashuleni wanaswali? Hebu jiulize swali hili. Na nani ambao amewatengenezea mazingira ya huyu mke kuweza kuswali na huyu mtoto kuweza kuswali? Mazingira haya atakayoyaandaa mimi na wewe tuliumo hapa msikitini, hususan sisi rijali, tutakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Inawezekana una mke mmoja, au inawezekana una wake wawili, au inawezekana Allah kakujalia una wake watatu, au inawezekana una wake wanne. Hawa wote utakuja kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kama hawajatekeleza matendo yaliyokuwa mema. Na inawezekana unastarehe hapa duniani, unajisikia raha kuishi na familia yako, lakini siku ya kiyama utakuja kuikimbia. Na vyovyote utakavyoikimbia, lakini kuna wakati utakuja kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kutoa haki ya hii familia uliyoitelekeza hapa duniani, na ukasababisha kesho kiyamani waingie motoni. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe taufiki ya kujisimamia sisi wenyewe na kuzisimamia familia yetu katika kuielekeza katika matendo yaliyokuwa mema. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.